Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Alhamis, Ramadhan 8 kwa wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo limeandika mamlaka yazuia zabuni za bilioni 587, habari katika ukurasa wa pili. TRA yaagizwa mifumo kuongeza wigo wa kodi, habari ni katika kurasa za ndani. Askofu ataja sababu Kardinali Pengo kuandaa kaburi, habari katika ukurasa wa 7. Serikali kuratibu ufadhili masomo nje, yatangaza 10 wa ufadhili wa Samia shahada ya uzamili, habari kamili ni katika ukurasa wa 7. Tahadhari yatolewa ongezeko la influenza COVID-19, habari katika ukurasa wa 3. Madereva wafa magari yakigongana kuwaka moto, habari katika ukurasa wa 7. Tanzania yaeleza UN maendeleo sera huduma za jamii, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. TAKUKURU Mwanza yaokoa bilioni 85, walimu 77 walipo madai, habari katika ukurasa wa 20. Rita yavunja bodi kanisa la Wasabato, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Mrithi wa Jenista kupatikana leo, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele. Nizamu vigogo CCM kufyekwa, vikao vya juu vyaanza kuchora ramani, sekretarieti ya Dr. Migilo kufumwa upya, vuguvugu uchaguzi CCM makundi yajipanga, habari ni katika ukurasa wa 4. Huyo ndiye Pengo, dada yake asimulia maisha yake kabla ya utume Dar es Salaam. Katika historia ya kanisa Katoliki Tanzania, jina la Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo limebeba uzito wa kiroho. Hata hivyo, nyuma ya mavazi yake ya kikardinali kuna simulizi ya familia iliyomlea, kushuhudia akipanda ngazi na utumishi hadi anastaafu. Alitumikia kanisa kama padri kwa miaka 54. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5. Habari picha inamuonesha Helena Pengo, dada wa Polycarp Kardinali Pengo, akizungumza na Mwananchi jijini Dar es Salaam. Gazeti hili limeandika mauaji ya Ngoma kuamsha vita mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Sasa ni rasmi, serikali ya DR Congo imethibitisha kuhusika na kifo cha msemaji wa kundi la waasi wa M23 Willy Ngoma baada ya vikosi vyake kushambulia msafara wa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Sababu ongezeko la mafua COVID-19, wataalamu waonya, habari katika ukurasa wa 18. Aisha ateuliwa mjumbe mpya bodi ya MCL, habari katika ukurasa wa 2. CAF hakupoi Dunga tinga kwa msajili, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Sarakasi za uongozi ndani ya chama cha wananchi CUF zimeendelea kuchukua sura mpya hata baada ya kumalizika kwa uchaguzi na safu mpya kupatikana. Sasa kuna undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi.
Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Jicho letu sasa ni katika gazeti ya Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika Heche ataja ilipo nguvu ya Chadema, atoa masharti kuwafungulia milango makada waliohama, asisitiza hakuna mwenye mapembe ndani ya chama, tone yaendelea licha ya kaunti kufungwa. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili, na haya ni mahojiano maalum. Jaji mkuu aonya mawakili kuchelewesha mashauri. Habari katika ukurasa wa 7. Agizo la Mwigulu, mtuhumiwa uporaji mali za mjasiriamali yakamatwa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Apata ujauzito kwa kupandikizwa kizazi cha marehemu. Habari katika ukurasa wa 13. Bodi ya kanisa la Wasabato yavunjwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Bodi ya udhamini ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania imevunjwa baada ya kubainika kuwa kuna upungufu katika usimamizi wa mali na utekelezaji wa majukumu ya taasisi hiyo. Wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA imefikia hatua hiyo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 7. Ripoti maalum, mashamba yanavyozika ndoto za watoto. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Serikali yatoa tahadhari ya mafua makali na uviko 19. Habari katika ukurasa wa 3. Simba mbabe wa Yanga Sports Club Zanzibar. Habari ni katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika tahadhari mafua makali uviko 19. Serikali yataka wananchi kuchukua hatua madhubuti kujikinga na magonjwa hayo. Pia yaagiza hospitali zote za rufani na vituo vya afya kuongeza kasi ya ufuatiliaji wa wagonjwa. Habari katika ukurasa wa 2. Simulizi ya kusikitisha, anayedaiwa kuua mke. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. 1,20,780 kumchagua mbunge jimbo la Peramiho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dr. Kikwete aeleza alivyomfahamu Pengo. Habari katika ukurasa wa 5. Habari picha inamuonyesha mwenyekiti wa CCM Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha kamati kuu ya CCM jijini Dodoma jana. Wadau wapongeza uzinduzi wa makao makuu ya ulinzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Tulitazame sasa gazeti Mwanahalisi lenyewe katika ukurasa wake mbele ya Alhamisi leo limeandika Lissu aitesa serikali. Habari ni katika ukurasa wa 2. Uhuni mtupu ni katika sakata la CUF. Uchaguzi mkuu wa viongozi wa chama cha wananchi CUF uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita umegubikwa na utata. Mwanahalisi limeelezwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Harun, serikali itaendelea kusimamia utawala bora. Habari katika ukurasa wa 2. Idadi ya wasafiri wa anga yaongezeka Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 2. Kikosi cha zimamoto cha pokea gari boti za uokozi. Habari katika ukurasa wa 8. UN yataka usitishwaji vita Sudan. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Jicho letu sasa ni katika gazeti wa Machinga lenye limeandika serikali yahadharisha kurejea uviko 19 mafua makali. Mganga mkuu wa serikali wataka Watanzania kuchukua hatua za kujikinga. Sasa ni mwendo wa matumizi ya barakoa. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Homera awasilisha taarifa UN kuimarika huduma za kijamii Tanzania. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yasajili dawa mpya za kuzuia maambukizi ya VVU. Habari katika ukurasa wa 2. RITA yavunja bodi ya udhamini kanisa la Sabato. Habari katika ukurasa wa 4. Judge Tikaya rais mpya mahakama ya Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele ya Alhamisi ya leo.
Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika tukutane Zanzibar. Yanga alivyoua JKT Tanzania. Mzizi atibua mambo Jangwani. Matokeo ni Yanga 5 JKT Tanzania 0. Soa avunja ukimya Simba, habari katika ukurasa wa pili. Fuso aachiwa zigo la Mkenya, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Alipa milioni 280 kumuona Osman Bey, habari katika ukurasa wa 17. Hadithi mpya ndani. Lakini pia gazeti hili limeandika makala Somo Ngito, ndoto ilianza kwenye urubani hadi bosi TFF, habari ni katika ukurasa wa 14. Lakini pia gazeti hili limeandika TPL leo Alhamis Namungo dhidi ya Singida Black Stars saa 1 kamili usiku Majaliwa Stadium Lindi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Ukikamata nakala yako utasoma kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo ukurasa wake nyuma limeandika Mwigulu agiza kasi BRT kunogesha AFCON 2027. Yanga yatuma salamu Simba. Bodi ya ligi ya sawa dabi ya Kariakoo. Gazeti limeandika Mama Mawigi andaa tamasha siku ya wanawake, habari katika ukurasa wa 21. Simbu Gae wabadilishwa mbio madola, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo. Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika Simba ni wababe wa Yanga Sports Club visiwani. Mnyama ameshinda mechi 3 kati ya michezo 5 waliokutana, lakini Yanga atashuka dimbani akiwa na rekodi. Undani kwa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Yanga yatuma salamu Simba kupitia JKT Tanzania, habari ni katika ukurasa wa 23. Simba yatajwa kusaka mbadala wa Soa, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Ukurasa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika Yanga yatuma salamu Msimbazi. Mzizi yapata majanga Pacome chini ya uangalizi, habari katika ukurasa wa 23. TFF yatuliza pressure za makocha kwa CAF, habari katika ukurasa wa 23. Mabondia 30 kuzichapa Idi Pili, habari katika ukurasa wa 21. Kocha Martins ajifunga Madagascar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV.